Kiongozi, umepoa, umepoa. Hivi unafahamu kila mtu anaweza akaitwa kiongozi, lakini ukweli ni kwamba si kila mtu anaweza akaongoza, kwa sababu neno lenyewe tu kiongozi si kuhusiana na nafasi au cheo, isipokuwa ni kuhusu jinsi ambavyo unaweza kuathiri maisha ya wengine kwa hekima na kwa uwazi na kwa huruma. Sasa leo nataka nikuonyeshe mbinu 3 za kipekee za kuwa kiongozi bora, ambazo mbinu hizi hazitakufanya tu uonekane, isipokuwa zitakusaidia kabisa utendaji wako kazi uweze kuwa na matokeo chanya katika nafasi ulizonazo kama kiongozi. Mbinu ya kwanza kabisa ni kuongoza kwa mfano. Tunasema lead by example. Watu hawafati maneno. Unaweza ukaongea maneno kwa muda mrefu, ukaelekeza kwa muda mrefu, ukaimba kwa muda mrefu, lakini matendo yako ndiyo ambayo yanajenga heshima. Na ndiyo maana Yesu aliwahi kusema, mtawatambua kwa matendo yao, mtawatambua kwa matendo yao. Kwa hiyo kiongozi bora haogopi hata kufanya kazi ngumu. Anachukua hatua ambazo anapaswa kuambia wengine wafanye, na yeye pia anafanya. Kwa hiyo uaminifu wa kila siku ambao unaufanya katika kutenda, unafanya kukutengenezea heshima na uthabiti katika hali yako ya kuongoza. Lakini pia watu huamini zaidi kwa kuona. Watu huamini zaidi kwa matendo kuliko maneno. Nguvu ya maneno katika kusema tu, watu wanaweza wakachukulia kama porojo. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kuongoza katika vitendo. Ukisema tuwai, hakikisha unawahi wewe kwanza. Ukisema tuwe waadilifu, hakikisha wewe mwenyewe kwanza ni mwadilifu. Kwa hiyo hakikisha unaongoza kwa mfano. Naanza kwa mambo madogo madogo, kudhibiti hisia zako, kutimiza ahadi zako ndogo ndogo, kufanya kile ambacho unawaambia wengine wafanye. Usiwe yule mchungaji ambaye anasema sikiliza maneno yangu, usifuate matendo yangu. Hapo umekwama bro, hapo umekwama sana. Mbinu ya pili ni kusikiliza kwa uangalifu. Tunasema listen actively. Kiongozi bora haogopi kupokea maoni. Watu wengi wanapokuwa viongozi wanadhani ya kwamba mimi ndio final say. Ni kweli, unaweza nafasi yako ikawa na kuruhusu kusema nafasi ya mwisho, lakini chukua maoni ya watu wengine, sikiliza kwanza, alafu kisha utoe suluhisho. Sikiliza kabisa kwa uangalifu. Chunguza kwa hekima. Unatakiwa uwe na hekima ya kusikiliza na kuchunguza, kwa sababu watu wanapohisi maoni yao yanapuuzwa, wanaona kabisa umewakandamiza. Lakini watu wanapohisi maoni yao yana thamani, na wao pia wanakupatia heshima na thamani, na wanakuwa waaminifu zaidi katika kujitolea. Lakini sio tu kusikiliza maneno tu, sikiliza hata hisia walizonazo. Kwa mfano, mtu anaweza akakwambia, bosi, leo nimechelewa kazini kwa sababu nimenyeshewa. Pale ndani yake kuna hisia ya maumivu, amenyeshewa. Kwa hiyo sikiliza hisia yake. Ni, bosi, mshahara wetu umechelewa, lakini unajua ninateseka, nina bills za kulipa. Mle ndani kuna hisia yake. Kwa hiyo usisikilize tu maneno. Uwe una mtu ambaye unaweza ukasikia hisia za mtu na ukatia moyo, ukaambia pole, tafadhali, jipe moyo. Kwa hiyo kiongozi sio tu katika kusikia, sikiliza kabisa kwa ile sauti ya hisia. Huyu anachoongea amehuzunika, ameumia, amekasirika. Uwe una uwezo wa kusikiliza kabisa. Na hata katika kikao, usijaribu kueleza mambo mengi mnapokuwa kwenye kikao, isipokuwa unaweza ukaelewa hoja ya kila mmoja. Huyu anasema nini? Na wapatie watu nafasi za kuongea na kusikiliza. Watu wanapopewa nafasi za kuongea na kusikiliza, wanaona wamethaminiwa. Mbinu ya 3 na mbinu ya mwisho kabisa ni ile hali ya kuinua wengine, empower others. Makosa ambayo viongozi wengi wanafanya ni pale ambapo wanapata nafasi na wanakandamiza watu wengine. Lakini kiongozi bora sio yule ambaye anajitilia nguvu upande wake, isipokuwa ni yule ambaye anajenga nguvu kwa watu wengine pia. Kwa hiyo hakikisha unawajua watu ambao unaongoza kwa uwezo wao,
vipaji vyao, vipawa vyao, halafu watumie kwa usahihi, kwa sababu unapompa mtu tabasamu, unapoziwezesha ndoto za mtu, unapomsaidia mtu kukua, unapomsaidia mtu pia kufikia lengo lake, anajisikia vizuri na anajisikia vizuri zaidi katika kujitoa kutumika. Kwa hiyo tumia vipaji vya wengine katika kuwainua na sio kuwagandamiza, na uwasaidie wengine kufanikisha ndoto zao walizonazo kabisa kila siku. Kwa mfano, Yesu alichukua wanafunzi wake, akawatengeneza, akamtumia kila mmoja kwa aina yake, akawafundisha, alafu akawapatia uwezo, akawapatia majukumu kila mmoja kwa uwezo wake, alafu akahakikisha wakawa bora zaidi. Hata wakati mwingine alisema, yeye aniaminie mimi na kuamini kazi ninazozifanya, yeye naye anaweza akafanya kubwa hizo kuliko ambazo mimi nilizifanya. Kwa hiyo hakikisha unauisha vipaji vya wengine, na hii itakusaidia kuwa kiongozi bora. Ninaamini umejifunza kitu cha pekee. Usiondoke kwenye chaneli hii. Mungu akubariki. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers, floor ya kwanza, office namba 20, Virtual Therapy. Pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika account zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Mtumishi wa Mungu Enson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali ikiwemo Mtu Yeyote Asikudharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii, lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha Mirathi na Mtazamo wa Kiroho, Kisaikolojia na Kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi, kwa kuangalia upande wa kiroho, kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba unazoziona kwenye screen yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima. Karibuni sana.